Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakusogezea taarifa zote kubwa za kimichezo ambazo zinagonga vichwa vya habari hapa nyumbani Tanzania, katika upande wa soka la Tanzania, hususan kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, katika mwendelezo mwingine baada ya kuweza kufanikiwa kuweza kufanya usajili bora kweli kweli, usajili makini, usajili wenye tija, usajili wenye maono, ambapo klabu ya soka Young Africans ikijipanga kuhakikisha kwamba wanakwenda kulitawala soka la Tanzania kwa mara nyingine tena, ambapo wameweza kushuhudia majina makubwa yakiweza kuendelea kudondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo bado usajili unaendelea, ambapo kuna usajili ambao inaelezwa kwamba huu ni usajili ambao utakwenda kutikisa dirisha la usajili pia na kutikisa Tanzania, kutokana na usajili mkubwa ambao Young Africans wanakwenda kuufanya na kuutambulisha kwenye kikosi chao. Hii ni taarifa ambayo imeweza kutolewa mapema kabisa, ambapo mimi nimekufungulia kodi kwa urahisi wa kujua ni nani huyo ambaye amekwenda sajiliwa na kikosi Young Africans, na inaelezwa kwamba anakwenda kutambulishwa kwenye kikosi hicho. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa. Ametokea wapi? Amesaini mkataba kiasi gani? Atautumikia kwa muda gani? Hayo yote maswali na mengine mengi utapenda kuyajua, anatokea wapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nimekusogezea details zote ambazo zinahusiana na usajili huu mkubwa ambao unaelezwa kwamba umewasumbua Young Africans na sasa wamekamilisha kila kitu. Nani huyo? Ni huyu hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni marafiki kwanza kabisa ndio wanatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo taarifa zinakuwa zinakufikia. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans ambayo inaendelea kuweza kujijengea kikosi chake, huku kiweza kuweka tishio kweli kweli katika timu za ligi kuu ya soka Tanzania bara, na wakiwa na matumaini ya kwenda kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo draw imetangazwa kwamba itafanyika tarehe 6 ya mwezi huu wa 8, ambapo tutakwenda kushuhudia kila kitu kikiweza kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kujua watapangwa wapi na vitu kama hivyo. Sasa klabu ya soka Young Africans ikufikia kwamba kama ulizani orodha ya wachezaji wale 12 wa kigeni kuelekea msimu 2026-27, ambapo klabu ya soka Young Africans imeendelea kukisuka kikosi chake cha kupambana kwenye mashindano mbalimbali, baada ya kuweza kushuhudia usajili wa Hussein Zakun, Fredi Ngoma, Albert Kagwanda, Ibrahim Toure, Peter Shalulile, ukafikiri basi kwamba ndio usajili umeishia hapo, lakini taarifa zikufikia kwamba bado Young Africans wanaendelea kuhakikisha kwamba usajili unaendelea kuwa tishio kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba mambo yanaonekana kuwa ni mazito kweli kweli, ambapo klabu ya soka Young Africans wameweza kuweka hadharani juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, baada ya kuwa kwenye mkutano mzito kabisa. Rais wa klabu ya soka Young Africans Engineer Hersi Said ameweka wazi mchakato mzima juu ya usajili, huku akitabanaisha kwamba hakuna usajili ambao umefungwa kwenye dirisha la usajili hili
bado usajili unaendelea, ambapo rais wa Young Africans Engineer Hersi Said amesema klabu hiyo imefanya usajili mkubwa msimu huu kutokana na aina ya kurekebisha mapungufu waliojitokeza katika usajili wa msimu uliopita. Hersi amesema kiwango cha kikosi msimu uliopita kilimfanya hata yeye kukosa amani wakati wa kufuatilia michezo ya timu, jambo lilowasukuma kufanya maboresho makubwa katika dirisha hili la usajili. Engineer Hersi Said anasema kwamba tumefanya usajili mkubwa sana msimu huu kwa sababu hatutaki kurudia yaliyotokea msimu uliopita. Tulifeli kwenye usajili. Kama mimi nilikuwa naenda kuangalia mechi zetu, nilikuwa sina amani kabisa. Aidha, Hersi amewataka mashabiki wa Yanga kuwa na subira, akisisitiza kuwa shughuli za usajili bado hazijafika mwisho. Hersi anasema kwamba niwahakikishie bado hatujafunga usajili, kuna mchezaji mmoja tunakwenda kumtangaza kabla ya kufungwa kwa usajili. Kauli hiyo imeongeza hamasa miongoni mwa mashabiki wa Yanga ambao sasa wanasubiri kwa hamu kutajwa kwa jina la mchezaji huyo ambaye anaonekana kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanasubiriwa kwa hamu kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi ilivyo kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba jambo liko deep, jambo liko serious kabisa ambalo wananchi Young Africans wanataka kwenda kulifanya kwenye dirisha hili, ambapo sasa hivi wapinzani inaelezwa kwamba muda wote wanachungulia peji za Young Africans kuona ni nani ambaye anakwenda kutambulishwa. Ni kama vile unaweza kusema Young Africans kwa wakati huu tayari ni kama vile wameshinda ligi ama wameshinda saikolojia ya mashabiki wa timu zingine kwa sababu ya ile ambayo wanaifanya, unaona bana, ambapo mjadala kuhusu uwezekano wa kiungo hatari Feitoto kurejea Yanga umeibuka tena kwa nguvu baada ya kauli iliyotolewa na mchambuzi wa soka Asbet Mwamboki kupitia ukurasa wake. Asbet aliandika, narudia tena, msiwaweke mbali Yanga na Fei, jambo liko serious. Kauli hiyo imekuja muda mfupi baada ya uongozi wa Yanga kueleza kuwa klabu hiyo bado haijafunga usajili, huku rais wa Yanga Engineer Said akisema kuna mchezaji mmoja ambaye bado anatarajiwa kutambulishwa kabla ya dirisha la usajili kufungwa. Aidha, msemaji wa Young Africans Ali Kamwe ameeleza kuwa GSM aliwasiliana na rais Engineer Said kuhusu mchezaji ambaye awali alikuwa amewasumbua katika mazungumzo ya usajili, akidai kuwa sasa mchezaji huyu amekubali. Kauli hiyo imeziongeza maswali mengi miongoni mwa mashabiki wa Yanga, hasa kutokana na historia ya Faisal na klabu hiyo pamoja na umaarufu mkubwa alionao kwa mashabiki wa soka nchini. Hata hivyo kwa sasa Young Africans inaeleza kwamba wapo katika mchakato wa chini kwa chini kuhakikisha kwamba biashara hiyo inakwenda kumalizika mapema, mchezaji anatambulishwa kujiunga na timu mapema. Kwa hiyo unaweza kushuhudia kwamba Young Africans wanakwenda kutengeneza ukatili wa aina gani kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwamba kila anayetoka anaingia mtu, anayetoka mtu. Kwa hiyo ni machaguo tu ndio yanayofanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans kuangalia ni nani anawafaa na nani ambaye anafaa kwa wakati gani. Kwa hiyo kinachosubiria kwa sasa ni kushuhudia huo utambulisho mkubwa kabisa ambao upo kwenye kikosi cha Young Africans. Cha kufanya wewe ni kuweka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, niandikie umeuonaje usajili wa Young Africans na unausubiri vipi utambulisho huo wa huyo mchezaji mkubwa. Weka maoni yako hapo chini, usisahau kusubscribe na kubonyeza